mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Nilimwambia askofu kwamba nitakuja aliponiambia kuja kuhudumia kwa conference hii imeenda. Maana imekuwa hadi ya zamani sana wakati nilipokuwa nikifanya kazi hapa kama kiongozi wa PEFA kwa regional na kwa district ya Nairobi North. Sasa kuna maaskofu kama 5 na nilikuwa askofu mmoja tu kwa kazi ya watu 5. Kwa hivyo nilisema nitakuja hapa, lakini sikukuja. Kwa hivyo aliponiambia nikasema nitakuja. Ingawa kutoka Juba si kama kutoka Githurai hadi hapa, ni kazi kutoka pale. Na nashukuru Mungu kwa nafasi ya kuwa hapa. Kwa siku 3 au siku 2 iliyopita tuliongea juu ya mambo fulani, nasema kwa faida ya wale wako hapa ambao wako kuja. Tumeongea juu ya midlife crisis. Midlife crisis maana yake ni kwamba kuna shida unapata katikati ya maisha ya mwanadamu ni miaka 70. Kwa hivyo unapofika miaka 35 kuendelea hadi 55 unaanza kuangalia nyuma na unafikiri sasa nimeishi namna gani? Kazi hii ninafanya imenifaidi? Familia hii ambayo nimeinua imenifaidi? Na unakuta watu wengi wanasumbuka na hiyo sana. Mpaka hata talaka inatokea, maana mtu anataka kupata furaha ambayo hakupata katika miaka 35. Na saa iko mingi unakuta kwamba watu katika hali kama hiyo wanajikuta ndio wanakuwa na mpango wa kando, maana mpango wa nyumbani haimtoshi. Anajaribu kutafuta furaha kupata. Unaona mama mzima na miaka 35 anaanza kuchanua nywele kama teenager. Unaona mzee mzima anaanza kubaa damage jeans, maana anataka kurejeza ile ujana ambayo ulipotea. Kwa hiyo tukasema kulingana na neno la Mungu, Mungu ni Mungu wa majira yote, na lazima umtumainie katika wakati wa midlife crisis vile ulivyomtumainia wakati wa ujana wako. Kwa Mungu huyu hata kuacha, bali atakusaidia hata wakati ambapo umezeeka. Kwa hivyo usiende na mitindo na njia za dunia, enenda katika njia zake na yeye atakuhifadhi. Sema amen. Wale ambao kuwa sasa mtatoa sadaka ya hiyo. Ya pili tuliongea juu ya amani. Amani na Mungu, amani na nafsi yako, na amani na watu wote. Kuna watu hawana amani maishani. Amekosana na kila mtu. Amekosana na Mungu, amekosana na yeye, amekosana na watu. Uwe na amani. Maana Biblia imesema amani ya Mungu ipitaye akili za wanadamu itahifadhi roho zenu na mioyo yenu katika Kristo Yesu. Uwe na amani. Mwambie jirani yako uwe na amani na Mungu na wewe mwenyewe na watu wengine. Alafu jana kwa couples niliona leo ukiimba, nafikiri ujumbe ya couple ya mapenzi ilifanya kazi jana usiku sana. Kwa hivyo niliona watu wakiabudu vizuri, naona watu wamefurahi, maana upendo ilianza kuonyeshwa tangu jana hapa, kuanzia kanisa mpaka kwa dining hall nyumbani mpaka kwa bedroom. Endelea hivyo. Pigia Bwana makofi.
Kwa hivyo naongea leo juu ya mpango wa Mungu kwa familia. God's order for the family. Mpango wa Mungu kwa familia. Au kwa kimombo, God's order for the family. Unajua, Mungu katika hekima yake aliweka taasisi 3 kusaidia maisha ya mwanadamu. Taasisi kwa lugha ya Kizungu inaitwa institution. Mungu aliweka taasisi 3 muhimu sana kuregulate au kuweka mpango au kuendesha maisha ya mwanadamu katika ulimwengu. Taasisi ya kwanza ni familia. Ni familia, na nitawaeleza kidogo maana nitaongea juu ya hiyo. Ni familia, sema familia. Taasisi ya pili ni kanisa. Taasisi ya tatu ni serikali. Na kanisa inasaidia maisha ya mwanadamu katika mambo ya kiroho, mambo ya uhusiano na Mungu, mambo na uhusiano na wewe mwenyewe, mambo ya uhusiano na watu wengine. Kwa mambo ya kiroho kanisa inakusaidia. Ndio maana uko hapa, maana unatafuta msaada kutoka kwa kanisa, mahali watu wa Mungu wanakusanyika, mahali Mungu ameweka wale watakao kusaidia, yani mitume, manabii, walimu, wachungaji na wainjilisti wa kusaidia kulingana na Waefeso sura ya 4 na moja ya mambo mchungaji amesema hapa. The church leaders wala Mungu amewaweka wa kuequip, wa kusaidia ili uishi maisha ya Kikristo. Hiyo ndio kazi ya kanisa, taasisi ya kanisa. Kazi ya taasisi ya serikali ni kutusaidia kwa mambo ya utawala. Mambo ya utawala, security, polisi, nani? Hata kama polisi yuko namna gani, bado Mungu ndiye aliwaweka wasaidie. Hata kama viongozi wako namna gani, Mungu amewaweka. Na hakuna mamlaka ambayo lipo bila Mungu, yapo bila Mungu kuyaweka. Ndio maana waamini wanawaambia muombee serikali. Hata kama hukuchagua, omba. Kama si party yako, omba. Maana wakikosa kutawala vizuri utalia. Kwa hiyo lazima waombe, usiwalaani, waombe. Hata kama ulikuwa ofisadi, fanya hiyo. Mimi kama vile maaskofu wamesema sasa Sudan, nafanya kazi na wa serikali. Na waambia vizuri kuwa mwanasiasa, lakini bila Yesu Bwana huwezi. Naambia bila kuwa na Mungu utaweza, lakini namuombea, ninampenda, ninampatia mawaidha ili yeye aweze kutimiza kazi Mungu amempatia, kuweka utawala katika nchi. Bwana asifiwe. Tuko pamoja hadi hapo? Nimeongea juu ya kanisa ambayo inakuequip kwa mambo ya kiroho. Nimeongea juu ya serikali ambayo inakuequip kwa mambo ya administration na mambo ya utawala. Lakini familia ambayo tutaongea leo, nataka unisikie vizuri, maana kila mmoja hapa ana yake. Kwa hivyo don't worry about children. Kila mmoja ana sehemu yake, nitaonyesha katika Biblia. Unajua familia ndio chanzo na mwanzo wa kanisa na serikali. Kwa kuwa tunazaliwa wapi? Mwingine anasema sina baba. Umezaliwa, lazima kuwa na baba amejificha mahali. Yeye yupo. Ulizaliwa kwa familia. Unakulia kwa familia. Unaenda shule kutoka kwa familia. Unatoka kwa familia kuenda kuhudumia wapi?
enda kuhudumia kanisa na serikali. Na baada ya kufanya kazi hizo zote ya serikali na ya kanisa, ukimaliza muhula wako, kama vile nimeuliza muhula wangu wa miaka 10 kama kiongozi wa kanisa la Pentekoste Sudani Kusini, mimi narudi kwa nani? Ninarudi kwa familia. Hata wakati ambapo unazeeka wapi? Si kanisani. Hata ukija kanisani shauri yako, lakini lazima uwe nyumbani. Ukiwa kwa serikali umeretire, unaenda kwa familia. Kipi ukikupata, wanaenda nani kwanza? Familia. Wanasema familia yake ni wapi? Ana mke, wanasema hana mke. Ana watoto, hana wazazi, mpaka watafute wapate. Ndio unaona mtu ametoka kwao zamani, ameenda London, ameenda Washington, amekaa huko, amekufa huko, wanambeba kwa sanduku, wanampeleka nyumbani ambayo aliwacha miaka 50 iliyopita kuja kuzikwa kwa familia, maana alitoka kwa familia na akaisha kwa familia. Kwa hiyo nataka niwaambie hivi, usicheze na familia. Chunga familia yako, maana hapo ndio utarudi, hapo ndio utazikwa, hapo ndio utaitwa, hapo ndio kuna jina. Familia yako iangalie vizuri. Kanisa lipo, lakini kanisa si familia yako, ni familia ya Mungu. Serikali iko, lakini serikali si yako, ni ya Kenya. Familia yako ni ya kwako. Kwa hivyo usitange huko, usiharibu mambo yako ukineglect family, maana ni kwa hapo ndio utarudi. Siku moja niliitwa State House kwenda kuomba. Nikasema, wale sijaomba, nasema mambo matatu. State House kwetu yetu inaitwa J1, yenu sijui inaitwa nani 1. Nikasema familia ni muhimu sana. Kanisa ni muhimu. Serikali ni muhimu. Lakini nikasema hata mkubwa yuko pale, nikasema unajua ukizeeka utarudi kwa familia. Baada ya kumaliza akasema asante sana kwa kunikumbusha familia. Familia ni muhimu. Na kwa hivyo Mungu alijua umuhimu wa familia, ndio akaweka mpango wa familia. Ndio familia ifanye kazi kulingana na vile Mungu alikusudia. Na kwa familia hiyo, ili ifanye kulingana na mpango wa Mungu, nikashiriki nanyi leo. Tutamwambia kila mmoja wajibu wake. Lakini bado sijasema hivyo, nataka ujue kwamba kila kitu katika dunia ya Mungu inafanya kazi kwa mpango. Nataka nirudie hiyo. Everything in the world works according to God's order. Kila kitu. Umesikia hiyo? Sema kila kitu. Kila kitu. Wakati ambapo tunakosa kuenda kulingana na mpango huo kwa kitu chochote, tunaanza kuona mikosi, tunaanza kuona shida, tunaanza kuona matatizo. Tuseme hivi, Mungu aliweka mpango wa kitu inaitwa the law of gravity. Wangapi wanajua law of gravity? Law of gravity, hata watoto wanajua law of gravity. Law of gravity inasema ukirusha kitu juu itafanya nini? Lazima irudi chini. Hata ukiomba, hata ukifunga, hata ukifanya nini, urushe juu itakuja. Hata wewe mwenyewe uende juu ya hii jengo kwa sababu umekuwa kiroho sana na umeomba sana, ujirushe chini, katika jina la Yesu utavunja miguu na mikono. Maana ni sheria ya hiyo. Kwa hivyo kwa familia, Mungu aliweka oda na akapeana wajibu. Wajibu wa kwanza ni wajibu wa mume
Wacha nianze na mke, nitaanza na mke maana ndio maana wa Efeso ilianza. Wajibu wa mke, wajibu wa mume, wajibu wa watoto na wajibu ya wazazi kwa watoto wao au kwa familia yao. Sema amen. Na wakati ambapo Paulo aliandika Waefeso mahali tasoma leo, unajua wengine wetu hawajui wakisema kitabu cha Waefeso, anaweza kutojua kitabu inatuzungumzia, lakini iliandikwa kutoa mawaidha kwa familia ya Kikristo. Kutoa mawaidha kwa familia ya Kikristo, namna ya kuishi ndani ya familia. Kwa hiyo Paulo anaanza katika sura ya kwanza wa Efeso mpaka sura ya 3, anasema nyinyi akina baba, nyinyi akina mama, nyinyi akina watoto, nyinyi kina wazazi, nyinyi mulibarikiwa ndani ya Kristo na baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Mumechaguliwa kuwa wana wa Mungu. Mlikombolewa na damu ya Yesu. Na majina yenu yakaandikwa katika kitabu cha uzima tangu kuwepo msingi wa ulimwengu. Nyinyi ni watu muhimu sana. Nyinyi ni watu mbarikiwa sana. Nyinyi ni watu waheshimiwa sana. Watu wamemiss mahali pazuri ya kusema amen. Ndio anasema hiyo kwanza, hiyo. Alafu anasema sasa sura ya 4 hadi sura ya 5, 6 na sura ya 5 na 6 tutaangalia leo kutoa wajibu huo. Anasema kwa sababu umekuwa hivyo ndani ya Kristo, basi muishi namna hii. Muishi namna hii. Bila mnajua haiwasaidii mpaka mwanze kuitenda. What you know will only begin to help you when you do it. Na Yesu anasema mmebarikiwa kujua haya, lakini mtabarikiwa mkianza kutenda. Bwana asifiwe. Amen. Wale waulize kama mnajua hiyo. Ni wapi ndio unafikiria ni ngumu sana kuishi maisha ya Kristo? Wapi? Mahali ambao kama wewe ni Mkristo, mahali itajulikana vizuri wewe ni Mkristo ni wapi? Nyumbani. Nyumbani ndio utajulikana, maana ndio mahali unaishi most of your time. Na watu wengine si nyinyi. Watu wengine kanisani na warembo sana, wazuri, lakini watu waende nyumbani simba. Mukali. Kuna mchungaji mmoja alikuja kutembelea kanisa, akahubiri kabisa, akahubiri. Akafanya altar call. Akasema mimi nataka wamama wote ambao wanazaa waje waokoka waje mbele. Bwana hajaokoka na wewe ni mama, njoo. Mtu wa kwanza kuamka ni mke wa mchungaji. Alipokuja mchungaji alimwambia, "Mama, unisikia nini nimesema?" Nimesema akina mama ambaye mabwana yao hawajaokoka waje mbele. Unisikia? Akasema nimesikia, ndio maana niko hapa. Ni ngumu kuishi maisha ya Kristo nyumbani, na hakuna mahali pengine maisha ya Kristo inaanza nyumbani. Na unaona nyumbani watu wanaanza kugombana juu ya mambo madogo kama chakula kuchelewa. Chakula kila kitu inachelewa, hata matatu inachelewa. Lakini wagombana kwa sababu hiyo. Leo anasema nilipokuwa na watoto wadogo, kichanuo kilipotea kila Jumapili. Maana tulikuwa wanaume waine na tulikuwa tunatumia kichanuo, na wakati wa kunyolewa nywele ilikuwa ilikuja. Kwa hiyo kichanuo iko wapi? Na kichanuo nani anaulizwa? Mama. Na mama atumii kichanuo. Mama kichanuo iko wapi? Kichanuo
Au jamani mtafute kichanuo na mimi nawasaidia hapa. Natengeneza breakfast, nabalisha watoto, mnatarajia mtafuta kichanuo wapi? Watu wakasirika. Kwanza mtoto mkubwa ambaye ni mimi anakasirika zaidi. Baka nikagundua kitu kinaita kichanuo hakiwezi kukua kikwaso. Kwa hivyo natatafuta kichanuo. Kichanuo yangu nikatafuta nikaweka kwa mfuko, baba leo nina kichanuo. Badala ya kusumbua watu na kukosa amani na kuishi kama asiyeamini, hii ninaweka hapa, ikihitajika inafanywa hivyo. Na nikagundua nikichanua pamoja na passport zinakaa hapa kwa nini. Mtu akiniuliza passport yako hiyo unatoa, kichanua iko wapi? Ninatoa. Hiyo iko hapo. Unataka kuishi maisha ya Kikristo wapi? Nyumbani. Bwana asifiwe sana. Ili ujenge familia ambapo familia hiyo watatoka wachungaji, watatoka wainjilisti, watatoka wanasiasa, watatoka viongozi, watatoka watu wenye maana, kwa sababu maisha ya Kristo yameishi nyumbani. Wacha tuanze na wajibu ya kina mama. Enda katika Waefeso sura ya 5 tafadhali. Mstari wa 22. Waefeso sura ya 5. Hii inasomwa wakati wa harusi tu, lakini naongea juu ya familia, si wakati wa maharusi pekee yake. Inaanza na wajibu ya kina mama. Na Paulo anatumia tu mistari 22, 23, 24, 3 verses. Ukienda kwa Petro sura ya 3, akiongea na kina mama anatumia mistari 6. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza kuongea sana juu ya wajibu wa kina mama. Paulo anachukua 3 tu na anasema hivi. Wives. Can you say wives? Not girlfriends. Si mpango wa kando, ni mke. Si kila mwanamke ni wife. Wife ni yule ambaye umeoa kihalali mbele ya Mungu, mbele ya mashahidi. Kwa hiyo anaongea na nani? If you are not a wife, it is not talking to you. It is talking to wives. Naongea wale ambao wameolewa kisheria, wale ambao uliwachukua mbele ya watu, wale ambao unakaa na wao kihalali. Inasema, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. Hiyo ni neno ngumu sana kama wewe ni wife, kwa sababu unaona umechukua mzigo mzito. Na kulingana na neno hilo ni wajibu. Ni wajibu ambao unafanya kwa njia ile ambayo ulijipeana kwa Mungu. If you are a wife, say amen. Nyinyi akina mama wives hawa, ulipopeana maisha yako kwa Kristo, kuna mtu alikuchapa? Kuna mtu alikulazimisha? Ulifanya kwa hiari yako wewe mwenyewe. Na Biblia inasema wajibu wako katika familia, kwa jinsi ulivyojipeana kwa Bwana ukiokoka, vile vile ujipeane kwa nani? Kwa mume wako. It is an order. Ni mpango.
Ni kama vile mkono ndio weka mahali mkono yuko. Hata kama una akili, mwambie Mungu weke mkono kwa mgongo, utakuwa abnormal. Aweke macho mahali pengine ingekuwa ni shida. Aweke mdomo ingekuwa shida. Imewekwa hapo si kwa sababu hapo ni nzuri ndio mahali Mungu ameiweka. Kwa hivyo uliwekwa hapo sio kwa sababu wewe ni mbaya au unataka kuteswa, ni kwa sababu Mungu ni mpango wako kuweka hapo. Kwa hivyo function according to the order of God. Sasa kwa sababu hiyo ni matata, saa ingine nataka nieleze what does it mean to submit. Inamaanisha nini? Kuna mambo kadhaa. Ya kwanza inamaanisha ujipeane kwa hiari yako mwenyewe. Just as you gave your life to Christ. Kwa hiari yako mwenyewe. Pili, inamaanisha kumkubali. Sema kumkubali. Kubali mume wako vile alivyo. Hata kama hana kazi. Hata kama income yake ni ndogo. Hata kama hajasoma. Na ukaoana, umkubali vile alivyo. Tatu, inamaanisha pia kukuwa tayari kumtumikia na kumheshimu. Kuwa tayari kumtumikia na kumheshimu. Dada zangu wako hapa, unajua usikie wale wanaume watakuja, Biblia na mimi tu. Heshimu huyu mzee tafadhali. Umhudumie tafadhali. Usitume mengi. Auntie, baba amekuja, enda chukua koti lake. Auntie, toa viatu. Auntie, taandika kitanda. Auntie, kuna siku atafanya kazi yote, hata ile kazi yako ushiriki na watu wengine. Si wewe ndio upate ruhusa. Sio mwambie aende pedo. Atasaidia mume wako kabisa, atamsaidia kabisa. Uwe tayari kumtumikia. Uwe tayari kumhudumia. Ndio maana ya submission. Mama huyu tumekaa miaka 35. Jana Gashoya aliona mama akiniwekea socks. Wengine waliprotest jana kwa nini wanakaa hivyo. Mimi nimekaa na ilitokea wakati mwingine nilikuwa na changamoto na mgongo. Mama anakuja sema acha nikubadilishe sock. Napatia mguu anaweka. Ananihudumia kwa njia hiyo. Si kwamba ni mtumwa wangu. Ananisaidia. Si aliahidi kunisaidia. Hata anaweza kunipaka mafuta. Maana kwa kijana tu nikioga na yeye anasema kuja hapo unatoka bila kupaka mafuta kwa nini? Kasema sina wakati, asema hapana, kama utaki kupaka nitakusaidia. Asaidia nataka uso, afanye nini? Ni huduma. Mimi kama mtoto wako mzaliwa wa kwanza. Haya. Labda kwako kuna njia nyingine unaweza leta hiyo heshima. Nina binti wawili wakubwa na wakiwa ndani ya nyumba hadi kitaka chai si wao natengeneza chai, ingawa wanatengeneza anasema baba unataka chai, nasema uendelee, yani taleta. Niweke kwa kikombe gani? Ukija kwetu kuna kikombe kidogo, kuna kikombe katikati na kuna kikombe ile ya mzee. Have a liter. Kumhudumia. Unamhudumia mzee wako. Jihadhari usipohudumia na akipata hiyo huduma unamnyima, akipata nje hiyo ndio inaitwa mpango wa kando. Haya. Wajibu wako umruhusu kwenda kwanza na wewe ufuate. Aende kwanza na wewe ufuate hapo nyuma. Kuna shida nyumbani wakati ambao mama anataka kuwa mzee.
Kwa sababu ana pesa anasema fanya hivi. Nimwambie fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Wewe unatoa kichwa. Na nyuma mbele ya kichwa ni kama kuku imekatwa kichwa. Nyumba hiyo na yumba inaenda hapa maana kichwa hakuna. Anaenda kwanza si kwa sababu yeye ni bora kuliko yeye, Mungu amesema yeye ni kichwa. Nitasema kwa wazee baadaye umuhimu ya kutokuwa kichwa tu peke yake. Lazima uwe kichwa ndani ya mwili. Maana ukiwa kichwa peke yako kuna shida. Ukitoka hapa kanisani upate kichwa peke yake bila mwili utafikiria nini? Kichwa moja kubwa hivi na mandefu na bila mwili utafikiria nini? Wameua mtu. Kwa hiyo kichwa haikai peke yake, lazima kichwa lazima iende mbele. Uwe shingo au wewe nini? Let him be the head and be the neck. Mungu karibu pamoja. Allow him to go ahead, but you follow. Na wamama wenye hekima yote, hata yale yeye mwenyewe anafanya, anamwambia mzee enda mbele, yuko nyuma yako. Hakuna mashindano. Ni mahali Mungu ameweka kuwa wajibu ya kina mama. Wakina mama mpige makofi hata kama wakubaliani. Sasa tuje kwa kina baba, maana wakati unaenda. Waefeso 5 mstari wa 25. Endelea 25. Husbands, again, ni wanaume ambao wameoa, ambao wameunganishwa kisheria na wake zao. It's not boyfriend. So yule wa rejelea ni yule ambaye umeoana kisheria. Wajibu wao ni nini? Kama akina mama waliwaambiwa watii au wajitiishe kama vile wanavyomtia Bwana, wanaume wanawaambiwa kitu kikubwa sana, wampende wake zao kama vile Kristo alipenda kanisa na akafanya nini? Wanaume akafanya nini? Sauti tunataka nawasikie. Akafanya nini? Ujitoa indi vizuri. Akafa. Dada, unisikie vizuri. Uliwaambiwa tu kutii. Hawa waliwaambiwa kukufa kwa ajili yako. Wazee ni wangapi wako tayari kukufa sasa kwa ajili ya mke wake? Wengine watasema amenisumbua sana, kama kuna kitu utamchukua acha aende, utapata mwingine. That is how serious it is. Mimi huwa nasema, hata namwambia vijana wangu, najua vijana wakiwa wakubwa wanaanza kufikiria mama yao hajui kuzungumza, wao ndio wanajua. Kwa hiyo walipokuwa teenagers hao wanatoka. Wengine ni warefu kuliko mama. Everybody is taller than mama na everybody is strong. Hata mmoja alienda high school, akirudi high school, akarudi, anaangalia mama hivi chini, anasema mami ulikuwa unanichapa? Ndio hii kijiko. Kiboko. Hebu unichape. Akasimama hivi akakasa matako, mama akamchapa na kiboko ikakatika. Hakuna kitu alisikia. Lakini mimi nilikaa hapo ngumu. Nikasema Biblia inasema waume pendeni wake zenu kama vile Kristo Yesu alipopenda akafa. Na anamwambia mtu akigusa mke wangu mimi nitaua yeye katika jina la Yesu. Wakasema sawa basi baba, kuna mtu atagusa mke wako. That's how serious it is. Huwa anasema mimi si mama, lakini ningependa sana kuwa mama. Niwe na mume, niwe na mwokozi wawili. Mmoja anaitwa Yesu ameshakufa na mwingine yuko tayari kufa ambaye ni Bwana yangu. Unaona hiyo?
Lakini sasa sibadilishi hiyo. Kwa hivyo akina dada unapowaambia msubmit, tafadhali usubmit kabisa. Ututiti vizuri, maana tuko tayari kukufa kwa ajili yenu wakati huu. Wacha tukufe na amani kama umetutunza, umetuhudumia. Usifanye tukufe na huzuni. Hiyo ndio wajibu. Lakini inamaanisha nini? What does it mean to love your wife as Christ loved the church? Number one, it means you are ready to give your life for your wife anytime. Secondly, it means protecting, kumlinda. Sema kumlinda. Kumlinda mke wako kwa vyovyote vile. Umlinde kwa vyovyote vile. Protecting her. Lakini thirdly, inamaanisha you provide, natosheleza mahitaji yake. Unatosheleza mahitaji yake ya kimaisha. Unatafuta chakula, unatafuta mavazi, unatafuta malazi. Na kuna wanaume wote nataka niongee na nyinyi, let me be honest with you. Hata mama anapata pesa ngapi, wajibu ya kutosheleza mahitaji ya familia ni jukumu lako wewe. Kuna mtu amesikia wapi nijaribu pande hiyo? Jukumu la kutosheleza mahitaji ya familia is your responsibility as a man. Na kama wewe ni mwanamume wa kweli, hata kama economy ni mbaya namna gani, tafuta mkate, tafuta ugali, tafuta sukuma wiki, wacha mke wako akusaidie. Lakini ni wajibu wako wa kwanza. Mimi nasema hata kama mke wako anapata million shillings, bado ujaribu ile unaweza. Ushinde kama umejaribu kama mwanaume. Usiende nakula chakula kizuri, alafu unakuja nyumbani kuambiwa kula, unasema niko sawa. Na kumbe umekula hiyo nyama ya 2020. Sasa nikatie ya 20 hapo. Ongeze ya 10 nyingine. Ukija nyumbani nasema sitakula. Kuna mwenye wetu kwetu alikuwa akifanya hivyo. Jioni akija wewe niko sawa, niko sawa. Na mama huyo alikuwa muombaji, alisema Mungu nionyeshe bwana yangu huyu anakula wapi. Anakataa kula, nyumbani anakula wapi. Akaomba kabisa. Siku moja walikuwa wanakaa mezani, chakula ikaletwa, akasema niko sawa. Mama anamwambia Mungu kwa moyo wake, leo unionyeshe. Unionyeshe leo Bwana. Tumbo ikaanza kuchafuka hapo akiwa kwa meza. Alitapika hapo fika bathroom. Alitapika kuku, alitafuta nyama choma, alitapika. Mama akasema kumbe ndio hii. Usikule peke yako. Tunza mama. Hata kama hali ya uchumi ikiwa mbaya namna gani, ukinunua mitumba yako, nunua yake. Kuna mtu asema amen kwa hiyo. Wacha ingie saluni. Tengeneza hiyo nywele. Unajua watu wana spend a lot of time kwa saluni kwa nywele isiyo yao. Hata kama si yake, wacha awekewe. Umpende vile alivyo. Umwombee. Nimekuja kuona ukiombea mke wako sana, utapata nafasi kidogo ya kukosana naye. Kwa kuwa yale unamwombea mazuri, huwezi kugeuza ikawa mbaya. Utapiga mke wako kama unamwombea, utampiga kama umwombei. Kwa hiyo inamaanisha pia you love her. You love her. You give her your love. Wacha ajue
anaweza kukosa mambo mengi dunia ile, lakini kuna mwanamume mmoja ambaye anampenda na anaitwa bwana yake. Inamaanisha pia kukua kichwa, inamaanisha uachane na wengine wote na waandamane na yeye maishani mwako wote. Hiyo ndio wajibu ya mume, kupenda mke wake kama vile Kristo anavyopenda kanisa. Tuko pamoja hadi hapo? Kila mmoja amepata yake. Kwa hiyo wajibu ya watoto, kuna watoto hapa wakubwa, nafikiri sisi zote ni watoto, si ndio? Hata kama umekuwa mkubwa, ni kwamba obey, honor your parents. Honor your parents. Why? Kwa sababu tatu au kwa sababu mbili. Because this is the right thing. This is the right thing to do. Ni kitu cha maana kufanya. Sababu ya pili ni kwamba utaishi maisha marefu katika nchi ambayo Bwana amekupatia. Kwa hivyo wengine wetu maisha yetu ni mafupi kwa sababu umekosa heshima kwa nani? Kwa wazazi. Na mama yako ni mama yako, baba yako ni baba yako, hata kama hajasoma. Kulingana mpango wa Mungu, umheshimu. Hata mke wako kama anaheshimu mama yake, aheshimu mama ya bwana yake, na wewe pia kama bwana kama unaheshimu mama yako, uheshimu mama mkwe. Kwa kuwa it is the right thing, na ina ahadi kwamba utaishi maisha marefu. Now, practically unaweza kufanya nini kuonyesha kwamba unaona? Sio kwamba unamwambia baba na kuona, I honor you, lakini what do you do? Kuna mambo kadhaa, mambo matatu in fact. Ya kwanza, walinde wazazi wako. Walikulinda ukiwa mtoto, walikusomesha, saa hii wamezeeka, walinde. Na mahitaji yao ni madogo. Wengine wanakaa Jeri, wanakaa Murang'a, wengine Kiambu na huko Nairobi, huwezi kuwagizi. Enda huko, peleka kilo ya sukari, peleka majani chai, patie kitu kidogo kila mwezi. Protect them. Unashukuru. Hapo tuna watoto, mama amesema tuna watoto wanne. Wawili walikuwa wakifanya kazi wakati ambapo nilitaya. Mmoja anafanya kazi saa hii Europe. Waliona utatusaidia namna gani? Wawili hawa wakaongea, wakasema ili tusaidie wazazi, maana tuna kwetu, kuna mahali naweza kuita nyumba hapa na Sudan Kusini. Wakasema tutawatafutia medical cover. Medical cover. Na wakatoa pesa. Kwa sababu bado na watoto wangu, nikawaambia nyinyi mtoe sehemu, waje tutoe sehemu hata kama ni kidogo. Ndio tushirikiane. Kwa kila mwaka wanatoa medical cover for both of us. To go to any hospital and be treated to the tune of more than 1 million Kenya shillings. Mungu ametusaidia kwa hiyo, lakini ukienda kwa any hospital hata saa nyingine kwa neema ya Mungu tumekaa, maana Mungu ametuponya. There's how to protect them. But also you support them. Unawapatia support. Na unauliza mawaidha yao. Kama yule kijana mmoja anafanya Europe, kila mara anashauriana. Atikiwa na kitu anasema, baba nina hii tufanye nini? Nasema okay, na umefanya nini? Nimefanya hivi 2 3. Wasema sawa. Hii umefanya, hii umefaulu, hii ninaona uongeze hii. Anasema asante baba. Anaenda. Mabinti wawili wakubwa tunaongea. Anauliza. Hata asipouliza atachokoza. Nasema tumengojea sana. Mtu anakuja siku gani? Sasa wewe dadi. Nasema kwanza kija uniambie. Niko hapa kusema you support your parents. Kama kuna mtu hapa hujawahi kutembelea wazazi wako,
tena, kwa sababu wamekwama Nairobi. Waheshimu na wewe utabarikiwa na utaishi maisha marefu. Sasa nimekaribia kumaliza. Naenda kwa wajibu wa wazazi kwa watoto. Wajibu wa wazazi kwa watoto. Mstari wa 4 wa sura ya 6. Mstari mmoja tu. And you fathers. Kwa lugha ya kiasili inasema enyi wazazi, you parents. Lakini wazazi wanatajwa kwa adini wazee wa baba wanatajwa kwanza kwa sababu wao ndio kichwa ya nyumba. Kwa hivyo wanatajwa hapo kwanza. Maana jukumu ni lao, lakini ni jukumu sio peke yake, pamoja na mkewe. Enyi wazazi au kina baba, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and the admonition of the Lord. Wajibu hiyo ni ngumu sana. Nataka mlisikie wale ambao mna watoto hawa wanakimbia hapa kidogo dogo na wale wengine. Ili waelewe watoto katika kicho cha Bwana, lazima mfanye kama team. Mfanye pamoja. Nimeona kitu juzi, unajua yeye soap opera sioni, lakini kipata nafasi niliona hii anaitwa Ayana. Wangapi wameona hiyo? Hiyo si dhambi, ni mahali unajifunza. Mama yake si anamtetea. Msichana ni mlevi. Msichana amecheat kwa exam. Baba anasema wewe umecheat kwa exam, mjirekebishe. Mama anasema waachana na mtoto. Mama anamwambia mtoto, baba anasema mtoto ni mlevi, mama anasema shida ya mtoto si ulevi, ni rejection, umemkataa. Wakati ambapo wazazi watachanganya watoto, nyinyi mtalipa malipo mbaya sana. Mkae kama team. Mkae kama team na muwasaidie watoto hao. Watoto wetu walipokuwa wadogo kama harika hii, unajua walijaribu sana wajue nani anawapenda sana. Kwa hivyo nikiwachapa wanakimbia kwa mama. Mama anasimama na kiboko yake. Anawachapa pia. Wanarudi kwangu wanakula. Mpaka huyu anaenda kwa mwenzake anasema tutoke hapa, watatuua hao watu. Walijua tuko team mpaka leo. Mtoto wangu mkubwa saa nyingine alikuwa anafanya mambo, anataka kucheza. Alafu kuna kitu moja alijua tangu utoto. Anasema wewe tu unasimama na mama, hata nikisema nini hakuna kitu utasikia. Hata shida ikaisha hapa, akasema umesema ukweli. Tuko team na mama. Kwa hiyo hakuna kitu utasikia kama mama amekataa, na hakuna kitu mama atasikia kama mimi nimekataa. Ukitaka tuongee pamoja. We are a team to bring up these children in the fear of the Lord. Wengine ameitwa kwa jina ya baba, msichape baba, na huyu mdogo anakuwa anakosa adabu, anafanya tabia ambazo baba yangu atakuja. Dadi atakuja. Dadi akiona kama dadi nichapa. Nani anachapa baba yangu? Anajua mama ndiye adui na baba ndiye rafiki. We bring them up in the fear of the Lord. Because tunawakuza kwa familia. Wale wataenda kutumikia serikali na wataenda kutumikia kanisa. You train them. Be an example to the children. That's the big way to teach. Usimwambie watoto wako jambo na ukatenda opposite. Be an example. Kama unawaambia wapende, waonyeshe namna unapenda mama yao. Kama wanasema wasi-interact watu wakiongea, usifanye hivyo. Lakini wakati ambapo wazazi wanatusiana mbele ya watoto wanajua kutusi watu si shida. Wataenda kutusi walimu, watatusi wachungaji. Lakini ukikaa pamoja as an example. Kuna wazazi anamwambia mtoto usinywe pombe na anamtuma kwenda kununulia chupa ya Tusker ile kubwa. Anasema nini? Mwingine anasema usivute sigara, na yeye anatuma mtoto kuleta maji moto, asema niletee kibriti na wakisha. Ile unamwambia watoto unafanya. Maana you are an example to the children.
Be godly and apply godly discipline. Mtoto akifanya makosa, usimchape kiholela, maana wewe utampeleka hospitali. Akai chini ongee, Johnny, ulifanya makosa. Umekubali? Hapana, ziwali wale nilichokoza nyanya, ulifanya nini? Nilimchapa. Kama mmoja wao watoto wangu wote walikosana, si mara nyingi, na shukuru Mungu kwa hiyo. Lakini kuna kipindi kimoja walikosana. Huyu alitwanga huyu mwingine akatwanga yeye kweli, nikawaita akasema, "Huyu anamdai amenichapa." Sasa mkaeni chini hapa. Ulifanya nini? Nilimpiga. Alikufanyia nini? Alinitusi hapo, sikia maneno. Nani amekupatia ruhusa ya kuchapa watoto? Si wako. Hakuna mtu. Sasa umefanya nini usichapa watoto wa wenyewe? Nimefanya makosa. Mtu anafanya makosa anafanyiwa nini? Si anachapwa. Kasema mbona utachapwa? Utachapwa 5. Unichape 3 lakini si sana. Sema hapana, hiyo sana au ni ngapi si uamuzi wako. Ni uamuzi wangu, lakini umekubali vile umefanya. Dialogue with children. Talk with them. Waonyeshe hiyo makosa, si kila mara ndio unawachapa. Lakini waonyeshe wamefanya makosa gani. Kwa kuwa wanakuwa wakijua. Kama waje nimalize kwa hivyo. Familia ya aina hiyo inatakiwa kukaa namna gani ili waendelee kukabiliana na mambo ya maisha. Bali niwaulize, wajibu wa kina mama kwa familia ni nini? Mlijibu nini yote? Watii waume zenu kama vile, na wajibu ya wazee, wapendeni wake zenu kama Kristo alivyopenda kanisa. Wajibu wa watoto, honor your parents in the Lord. Wajibu wa wazazi, bring up your children in the fear of the Lord. Kila mmoja kama amepokea hapo, piga kwa makofi. Now, kwa sababu saa nyingine maisha inaenda juu, inaenda chini, wengine wetu wameshindwa, kwa hiyo wajibu, wengine wameanguka, wengine wamefanya vizuri, wengine wanafanya vizuri wakati mwingine, na wakati mwingine hawafanyi vizuri. Wakati ambapo seasons of life inatupeleka tukae namna gani kama familia. Nataka kusema mambo 7 quickly ambayo nataka kufanya ili familia ikae kwa mpango wa Mungu. Namba 1, the Lord Jesus Christ must be the center of the family. Bwana Yesu Kristo lazima awe nguzo ya familia. The Lord Jesus must be the center of the family. Number 2, the wisdom of the family must be the word of God. The wisdom of the family must be the word of God. Tusome neno la Mungu. Tuheshimu neno la Mungu. Kila mmoja wetu yatii neno la Mungu. That's the wisdom of the family. Number 3, unity is the love of the family. Unity is the love of the family. Hiyo inamaanisha kama familia lazima tuwe pamoja. Ndio sisi ni familia. Damu, maisha sisi ni familia. Kwa hivyo tuwe united. Tuwe united. The love of the family is the unity of the family. Next, the power of the family is serving one another. The power of the family is serving one another. Tuhudumiane kama familia. Tuhudumiane kama familia. Watoto kwa wazazi, wazazi kwa watoto, wake kwa waume, waume kwa wake. Number 5.
The joy of the family is to have fun. Be happy. Have the joy. Have joy in your family. Muwe na furaha. Pelekeni watoto garden, inaitwa nini? Uhuru Garden, wapi kama mnaweza. Kama asingi ya hiyo, mtafuta namna mtakuwa na furaha kwa familia. Hiyo namba ngapi? Number 6. The victory of the family is prayer and spiritual warfare. You want to be victorious in the family? Kama wazee, wake, watoto, wazazi, lazima tuombe pamoja. Tusije tu tunaomba kanisani, tuombe nyumbani. Na zaidi ya hiyo tuombeane. Tutafute wakati kuomba pamoja, maana hiyo ndio ushindi wetu. Mwisho, the peace of the family is to forgive one another and to show grace to one another. The peace of the family is to forgive one another and to show grace. Amani ya familia ni kusameheana na kuonyesha neema moja kwa mwingine. Na ndugu zangu, familia yetu ikiishi hivyo, familia ikifaulu, kanisa litafaulu. Kanisa likifaulu, taifa litafaulu. Kwa hivyo, jenga familia yako. Usiwe kama yule mtu mjinga alijenga nyumba yake juu ya mchanga, wakati dhoruba na mawimbi na upepo ipo kule, nyumba hiyo ikaanguka. Jenga nyumba yako juu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na utaona ushindi katika maisha yako.